kutupalilia tena. Ametupa mwaka 2026. Kuna mambo anataka tuyafanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo hayo ndio tunakuwa tunazungumza kwenye hili somo. Ndio tutakayokuwa tunanena kwenye hili somo. Sasa nataka tusome maandiko yetu ya utangulizi. Ni kitabu hiki cha Zaburi sura ya 69 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Kitabu cha Zaburi ya 69 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Mmoja anaweza kutusaidia kusoma sasa? Zaburi 69 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Hayo ndio maandiko yetu ya utangulizi, na leo nimesema tutafanya uzinduzi tu. Na sauti kiongezeka itakuwa nzuri. Ninazama katika matope mengi, pasipowezekana kusimama. Nimefika penye maji ya vilindi, mkondo wa maji unanigarikisha. Nimechoka kwa kulia kwangu, koo yangu imekauka, macho yangu yamedhoofu kwa kumngoja Mungu wangu. Wanaonichukia bure ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Watakao kunikatilia mbali wamekuwa hodari, adui zangu, kwa sababu sio kweli. Hata mimi nalipitishwa kwa nguvu. Vitu msivyovichukua, Ee Mungu, najua upungufu wangu, wala hukufichwa dhambi yangu. Wanaokungoja wewe wasiaibishwe. Kwa ajili yangu Bwana, Mungu wangu wa majeshi, wanaokutafuta wewe wafedheheshwe. Kwa ajili yangu Bwana, kwa ajili yangu wanaokutafuta wewe wasifedheheshwe. Kwa ajili wanaokutafuta wewe wasifedheheshwe. Kwa ajili yangu, Ee Mungu wa Israeli, kwa maana kwa ajili yako wamestahili laumu. Fedheha zimenifunika uso wangu. Nimekuwa mgeni kwa ndugu zangu, na msikwao kwa wana wa mama yangu. Namalizia 9 inasema hivi: maana wivu wa nyumba yako umenila, na laumu zangu wanaokulaumu zimenipata. Laumu zao wanaokulaumu zimenipata. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anaandika maneno haya, ni maneno yetu ya utangulizi kwenye somo hili la wivu wa Bwana umenila, nitafanya zaidi. Anasema, Mungu niokoe, maji yamefika mpaka nafsini mwangu. Ninazama katika matope mengi, pasipowezekana kusimama. Nimefika penye maji ya vilindi, mkondo wa maji unanigarikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Kiswahili nasema maji yamefika shingoni. Maji yamefika shingoni. Maji yakifika shingoni maana yake ni nini? Eti au nyamje kusikia msemo. Neema. Nasema mwanangu, maji yakifika shingoni maana yake nini? Mambo yamekuwa magumu. Asante. Kwa hiyo mwandika Zaburi anatumia lugha hiyo ya Kiswahili tunachokizungumza na sisi, ndio? Kwamba mpaka maji yamefika mpaka nafsini mwake. Maji yamefika mpaka shingoni. Haleluya. Amen. Anasema anazama kwenye
Matope sinajua. Sio matope hata tunaokanyaga. Na wale ukikanyaga ndio unaenda. Haleluya. Yaani kwanza hadi pa kujisikia kwa sababu hata penyewe unaposhika bado ni matope. Unapokanyaga na penyewe ni matope. Kwa anasema pasiwezekana kusimama, nimefika penye maji ya vilindi. Maji ya vilindi ni pale penye maji mengi. Maji marefu alafu yanaenda kasi. Mkondo wa maji unanigarikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Daudi anaeleza mambo magumu anayoyapitia kwa lugha ya picha. Kwa lugha ambayo ukifikiri kama uliwahi kukutwa na hizo hali, kama uliwahi kuona hayo mazingira, unaweza ukaelewa. Yaani kama uliwahi kupita kwenye matope ambayo mtu anaweza kuzama, unaweza ukaelewa anachokizungumza. Kama uliwahi kukutana na mto unaogarikisha, unaweza kuelewa anachokizungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo anaeleza kwamba anapitia hayo magumu yote, anapitia hiyo taabu yote, sio kwa sababu ametenda dhambi. Haleluya. Amen. Tunafahamu dhambi na adhabu yake, si ndio? Lakini Daudi anapitia hayo sio kwa sababu ametenda dhambi. Kwa sababu moja tu, ameamua kumwamini Mungu. Haleluya. Amechagua kumwamini Mungu. Kwa hiyo kule kuchagua kumwamini Mungu ndiko kulikomfanya ayapate hayo mambo. Kawaida kila maamuzi yana gharama zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapochukua hatua ya kuamua, maana yake umekubaliana na gharama za huo uamuzi. Yaani kwa mfano leo ukiamua kuwa na nguo mpya, nguo mpya hazitoki mbinguni. Sawa, zinapatikana wapi? Ambapo zikitoka dukani zinakufikiaje? You have to buy. Lazima ununue, si ndio? Hatununui kwa maneno. Tunanunua kwa nini? Kwa hela. Kwa lazima uingie gharama ya kuwa na hiyo hela unayoitaka, inayotakiwa. Si ndio? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo ukitaka nyumba nzuri, nyumba nzuri hazitokaji mbinguni. Nyumba nzuri hazipatikani kwenye ndoto. Sawa? Nyumba nzuri inapatikanaje? Lazima ujenge, si ndio? Kwanza uwe na kiwanja, si ndio? Uanze ujenzi mpaka ishe, ndio unakuwa na nyumba nzuri. Lazima uingie gharama. Kwa kila maamuzi yana gharama zake. Kwa hiyo Daudi anatufundisha kwamba pamoja na kwamba wokovu ni mzuri, pamoja na kwamba kuokoka ni raha, pamoja na kwamba kuokoka una starehe, yaani kuna furaha fulani ya kuwa una wokovu ambao hajaokoka hawezi kuipata, lakini kuna gharama yake. Haleluya. Kuna gharama yake ambayo lazima uilipie. Kwa hiyo kupitia magumu kwa sababu ya wokovu ni sehemu ya gharama unazopaswa kuzilipia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja nilikuwa naongea na binti moja, mama askofu hapa anamfahamu. Yule binti alikuwa amepata changamoto ya kuchelewa kuolewa. Haleluya. Kwa tulikuwa tunazungumza hayo mambo, Moja ya sentensi ninazikumbuka mpaka leo, alisema, mimi nimechelewa kuolewa kwa sababu nimeokoka. Nisingekuwa nimeokoka, mbona wanaume wengi wanakuja tu? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli maisha akaenda, baadaye akaacha wokovu. Walipoacha wokovu tu akaolewa. Haleluya. Amen. Kwa namna ambavyo alieleza, alikuwa na hoja za msingi kabisa za kueleza
yuko vile kwa sababu ameokoka. Na tunafahamu kwamba ukiokoka hawezi kuolewa na kila mtu, si ndio watumishi wa Bwana Yesu? Yaani ukiokoka, uwe mwanaume huwezi kuoa kila mtu, uwe mwanamke huwezi kuolewa na kila mtu, hata wanaweza akaja 100 lakini kwa sababu umeokoka utawachuja kwa vigezo vya mtu aliyeokoka. Anakuta hapa hamna wa kwangu. Mzee wa kanisa anakubaliana na mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna mambo ambayo utayapitia kwa sababu tu umeokoka. Kuna majaribu utayapitia kwa sababu umeokoka. Kuna taabu utaipitia kwa sababu umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile injili za tambalale kwa Yesu, tambalale zipo, lakini tambalale inakuja baada ya ushindi. Sawa eh? Dhahabu ili ing'are lazima ipite kwenye nini? Kwenye moto. Kwa hiyo Daudi naye anapitishwa. Mstari wa 3 anasema, nimetoka kwa kulia kwangu, koo yangu imekauka, macho yangu yamedhoofu kwa kumngoja Mungu wangu. Haleluya. Nimechoka kwa kulia, yani baada hizo tabu amelia sasa. Amelia. Analia kwa sababu ya tabu, analia kwa sababu ya ugumu. Na anasema amechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pamoja na kuchoka, kuna raha inayopatikana baada ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Iko raha inayopatikana baada ya nini? Ya ushindi. Baada ya ushindi iko hiyo raha. Hiyo raha ipo. Sasa ule mstari wa 4 anasema hivi, wanaonichukia bure ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Kwa nini wanamchukia? Hakuwa mtu mbaya, si ndio? Hakuwa mgomvi, hakuwa mkorofi, lakini kwa nini watu wengi kiasi hicho wamchukie? Wanamchukia kwa sababu anamtumaini Mungu. Haleluya. Yaani kuna watu wanaweza kukuchukia kwa sababu tu umeokoka. Kuna watu watakuchukia kwa sababu tu unaomba. Haleluya. Kuna watu watakuchukia kwa sababu tu ya misimamo yako ya wokovu. Si ndio? Kwa anasema wanaonichukia ni wengi, na wananichukia kwa sababu yako Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wananichukia kwa sababu yako. Kwa hiyo sio kwamba amefanya kosa, ila anatueleza kwamba hii chuki haijatokana na makosa, imetokana na kumpenda Bwana. Anaendelea sasa, maana kwa ajili yako, ule mstari wa 7 sasa, maana kwa ajili yako nimestahili laumu, fedheha imenifunika uso wangu, nimekuwa mgeni kwa ndugu zangu na msikwao kwa wana wa mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili yako Mungu, kwa sababu nimechagua kukutumikia, nimestahili laumu. Nataka nikwambie kuna watu wanakulaumu kwa sababu namtumikia Mungu. Kuna watu wanakulaumu kwa sababu namwamini Mungu. Kuna watu wasema angefanya hivi, lakini unajua nikifanya hilo nimepishana na Mungu. Kwa hiyo wanabaki wanakulaumu. Haleluya. Kuna watu wanakuona wewe ndio umekuwa mshamba wa mwisho kwa sababu umemwamini Mungu. Azia fedheha zimenipata, naonekana mtu asiye na maana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja aliniuliza, hivi sasa hivi unafanya kazi gani? Nikamwambia sasa hivi ni mchungaji. Akasema sawa, lakini unafanya kazi gani? Bwana Yesu asifiwe sana.
Nikamwambia mimi kazi yangu mchungaji. Akasema wewe si ulikuwa unafanya kazi? Nikamwambia ndio, niliacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema kwa hiyo uliacha kazi unaolipwa mshahara alafu umeenda kuwa mchungaji? Nikasema ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakunielewa, lakini mimi ninajielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona, mtu anaweza kukutafsiri kwa namna fulani kwa sababu tu umeamua kumtumikia Mungu. Pale mbele anasema hata ndugu zake wanamuona kama ni adui. Hata ndugu zake wanamuona, wanamtenga. Kwa nini? Kwa sababu ya wokovu, kwa sababu ameamua kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka nikuambie hivi ninavyozungumza, kuna watu wamefukuzwa nyumbani kwao kwa sababu wameokoka. Hivi ninavyozungumza, kuna watu ndoa zao zimevunjika kwa sababu mmoja ameamua kuokoka. Mmoja akasema mimi naokoka, mwingine akasema mimi sikubali habari za wokovu na sitaki kukaa na mtu aliyeokoka. Ndoa ikavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ninavyoongea, kuna watu wanatamani waokoke, lakini wanafanya mahesabu. Haleluya. Wanafanya hayo mahesabu, itakuwaje? Si ndio? Itakuwaje? Kuna mwingine anatamani kuja mahali hapa aje afanye ibada na sisi, na akisikia tumeanza ibada kuna hali na mkereketa kabisa, anatamani kuja ibada, lakini anafanya hizo gharama. Itakuwaje? Na maamuzi yote lazima yana gharama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi yote lazima yana gharama. Kwa hiyo Daudi anasema haya yote nimeyapata kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tu nimekuchagua wewe, ndio maana nimeyapata haya mambo. Lakini nikuulize swali wewe, kama unaweza kupitia mateso namna hii, kama unaweza kupitia taabu namna hii, kama unaweza kupitia magumu namna hii, ni nini kimekufanya usimwache Bwana? Haleluya. Ni nini kimekufanya usimwache Bwana? Maana kama unaweza kulala njaa kwa sababu ya Bwana, nataka nikwambie ambaye hajaokoka hawezi kulala njaa. Tunakubaliana? Yesu anaweza kaenda kuiba, akaiba akala. Si ndio? Anaweza kufanya udanganyifu wowote. Anaweza kufanya chochote. Kwa hali ya mwili dhambi inalipa, lakini faida yake inaambatana na majuto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anaweza kufanya chochote akapata tu, lakini ukiwa mwaminifu kwa Bwana unaweza kulala njaa. Na Mungu anakupitisha, sio kwamba wala namna akupa chakula. Anataka upime uaminifu wako. Haleluya. Kwa kipimo kimoja cha Mungu kupima uaminifu wako, anakupima kwenye mahitaji ya mwili yakose. Sio yote, unaweza kukosa baadhi. Lakini ni nini kinakufanya uendelee kubaki na Mungu? Ni kitu gani? Daudi anatujibu hili swali sasa kwenye ule mstari wa 9. Anasema hivi, kwenye mstari huu wa 9 anasema, maana wivu wa nyumba yako umenila. Haleluya. Maana wivu wa nyumba yako umenila. Umenila. Maana wivu, kwa hiyo kinachofanya ni ule wivu wa nyumba ya Bwana umemla, ndio kinamfanya aendelee kubakia na Mungu hata katika magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka nikwambie, bila huu wivu wa Bwana kuwa ndani yako, kesho namwacha Mungu. Bila, yani hii neno Kiswahili sasa ndio kina changamoto kidogo, lakini
Kuna hii term tunatumia kudissolve. Neema, si tunaelewana? Kudissolve ni kuzama kabisa, sawa? Na kitu kikizama hakionekani chenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwa mfano ukichukua sukari ukiweka kwenye maji ya moto, nini kinaonekana? Naomba mwache. Ukichukua sukari ukiweka kwenye maji ya moto, nini kinaonekana? Yanaonekana maji ya moto, si ndio? Lakini sukari huwezi kufanyaje? Kuiona. Kwa nini? Kwa sababu imedissolve. Wataalamu wanasema imedissolve completely. Imetengeneza homogeneous solution. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yenyewe haionekani. Ndio hiki anachotuambia Daudi, kwamba na yeye sasa, kwa nini amwachi Mungu? Kwa sababu yeye amezama kabisa kwa Mungu, kiwango ambacho mambo yake hajiamuli yeye, yanaamuliwa na Mungu. Kwenye Wagalatia 2:20 Paulo anasema, si mimi, anasema, hebu tusome hiyo Wagalatia 2:20 nasemaje? Anasema, nimesulubiwa na Kristo, nimekufa pamoja naye, wala si mimi ninaishi. Ngoja tuione hiyo Wagalatia 2:20. Kitabu cha Wagalatia niliona 2:20 anasema hivi, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Unaona? Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini niko hai. Lakini huo uhai nilionao sio wa kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, watumishi wa Bwana. Amen. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini niko hai. Lakini uhai huu nilionao sio wa kwangu mimi. Maana yake kama uko hai na uhai ulionao wewe sio wa kwako wewe, maana yake wewe hauna maamuzi juu ya uhai wako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Daudi anatueleza kwamba yeye amezama kabisa kwenye wivu wa Bwana. Yeye amezama kabisa kwa Bwana, wala sio yeye tena. Paulo anasema Yesu alipokuwa anasulubiwa, alisulubiwa pamoja na yeye, lakini yuko hai, ila uhai alionao sio wa kwake. Haleluya. Maana wivu wa nyumba ya Bwana umenila. Chakula ukila, tukija mwilini hatuoni chakula, si ndio? Tutaona nguvu inayotengenezwa na hicho chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tutaona nguvu inayotengenezwa na hicho chakula. Tutaona matokeo ya kwamba umekula, si ndio? Kwa hiyo wivu wa Bwana, asa wivu wa Bwana umenila. Maana yake tunayemwona sio Daudi tena, tunaona matokeo ya ule wivu wa Bwana. Tunaona utendaji kazi wa wivu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ukijiuliza kumbe kinachomsukuma ni wivu wa nyumba ya Bwana, na anamaanisha nini akisema hivi? Nataka sasa tumalizie hicho kipengele. Anamaanisha nini akisema wivu wa nyumba yako umenila? Anamaanisha nini? Anamaanisha nini? Tuanze na hilo neno wivu. Wivu uko wa aina mbili, watumishi wa Mungu. Aina ya kwanza ni ule wivu wa kibinadamu. Wivu wa kibinadamu huu unatafsiriwa kama chuki, unatafsiriwa kama husuda. Sawa? Yaani mtu anakuonea wivu, kwa sababu ya wivu anakuchukia, si ndio?
Haleluya. Amen. Na huo wivu unatengeneza vitu vingine vingi. Wivu ndio unasababisha mtu akuibie, kwa sababu kile ulicho nacho anatamani kiwe cha kwake. Wivu ndio unasababisha mtu auwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni wivu wa kibinadamu, na wivu unatajwa kama moja ya matendo ya mwili kwenye kile kitabu cha Wagalatia sura 5 mstari wa 19 mpaka 21, kinachosema basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya. Anataja sasa uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na haya. Haleluya. Na wenye wivu hawaendi mbinguni. Kwa hiyo kama una wivu ufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wa kibinadamu sasa sio na wivu. Lakini kuna wivu wa kiungu. Kuna wivu wa kiungu ambao ndio Daudi anausema hapa. Huu wivu wa kiungu ni nini? Hii ni ari takatifu. Ari takatifu, hamu kali na ulinzi wa heshima ya Mungu. Kwa hiyo huu wivu ni ari takatifu, sio hali, ari. Ari ni mwako fulani hivi, ni hamu fulani hivi, ndio inaitwa ari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa huo ndio wivu. Anasema wivu wa nyumba yako au nyumba ya Bwana umenila. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wivu, alafu kuna nyumba ya Bwana. Anaposema nyumba ya Bwana anamaanisha mambo yote yanayohusiana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema nyumba ya Bwana anamaanisha mambo yote yanayohusiana na Mungu. Iwe ni utumishi, iwe ni ibada, iwe ni utoaji, iwe ni injili, iwe ni chochote kabisa ambacho kinahusiana na Mungu. Alafu kula anasema imenila. Imenila maana yake imenijaa. Kunijaa maana yake ni imejaa ndani yangu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Imenifunika. Nilikuwa natafuta hilo neno. Kwa hiyo huo wivu sasa, hiyo hari sasa, hiyo hamu sasa, hiyo shauku kali, huo mwako, huo msukumo umenifunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenifunika. Kiingereza anasema it has consumed me, or it has overtaken me, yani imenizidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitoe mfano unaweza kueleweka. Toe mfano gani? Njaa. What is tumai kuchelewa kula, si ndio? Kuna kamuda kakifika kakula na haujala, njaa inakuwepo, si ndio? Ila sinavumilika, si ndio? Sinavumilika. Yaani kama umezoea kula saa 7, ikifika saa 7 sima yake njaa ipo, lakini inavumilika. Okay, tunakaa tu mpaka saa 10. Njaa imeongezeka, si ndio? Lakini bado inavumilika. Okay, tunakaa masaa 24 hatujala, njaa bado ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inavumilika, hatujafa bado. Tunaongeza na kwa masaa 48. Tunaongeza na kwa 72. Mwingine hawezi hata kutembea. Mwingine hata kuongea ni shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini? Unajua nini? Njaa imemzidia. Sawa? Kwa hiyo anaweza akafanya mambo ambayo sio kawaida yake kwa sababu ya nini? Ya njaa.
Yaani ukimpa chakula anaweza kasahau hata kunawa. Ni nini? Njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimpa chakula anaweza hata siangalie kimeiva vizuri, hakijaiva vizuri. Hayo yatakuja baadaye. Baada ya kuwa amekula ameshiba, si ndio? Haleluya. Anasukumwa na nini? Na njaa. Kwa hiyo hata anaposema wivu wa nyumba ya Bwana umenila, anazungumza hali ya namna hiyo, kwamba hata yeye angetamani kuacha, hawezi kuacha kwa sababu hiyo hali imemzidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ndio anasema wivu wa nyumba yako umenila. Yaani ni ule msukumo wa kiungu ambao unawekwa ndani ya mtu. Na pasipo huo msukumo wa kiungu, nataka nikwambie huwezi kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kazi ya Mungu sio lele mama hata siku moja. Utumishi sio lele mama hata siku moja. Kumchagua tu Mungu sio lele mama hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ili uweze kustahimili, lazima kuwe na msukumo wa kiungu ndani yako. Lazima kuwe na nguvu ya Mungu ndani yako. Lazima kuwe na kitu kinakusukuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitu kikiondoka, tutaongea sana, tutahubiri sana, tutazungumza sana, tutakufuatilia sana, lakini haileti matokeo. Kwa nini? Kwa sababu hicho kitu hakipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Bwana Yesu. Amen. Haleluya, watumishi wa Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo mwaka huu Mungu anataka tuwe na hicho kitu sasa. Na tunasema wivu wa Bwana umenila, nitafanya zaidi. Kwa hiyo mwaka 2026 watumishi wa Mungu, tunapouanza mapema kabisa, Mungu anataka tutengeneze ule msukumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko mbele tutajifunza namna ya kutengeneza ili uwepo. Maana uwezekano umeondoka. Sasa kama umeondoka, kuna namna ya kutengeneza. Kama umepungua, kuna namna ya kuongeza. Kuna namna ya kuchochea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anataka tuwe na huo msukumo, na huo msukumo utufanye kufanya zaidi. Amen. Mungu anataka utengeze msukumo, uwe na msukumo wa kiungu ndani yako, na huo msukumo ukufanye kufanya zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninapozungumza zaidi ni kwenye maeneo yote kabisa. Yaani kama ni ibada, wewe unafahamu nilipotembea na Mungu kwenye eneo la ibada mwaka 2025. Mwaka 2026 Mungu anataka ufanye ibada zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikisema ibada ni jambo kubwa. Ibada haimaanishi tu kuhudhuria ibada, kuwepo kanisani. Ina maana zaidi ya hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ina maana ya impact, ina maana ya matokeo yako ya kuwepo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Bwana. Amen. Haleluya, watumishi wa Bwana. Amen. Kwa ibada ina mambo mengi, na kwa sababu ndio neno la mwaka huu, kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kujifunza yale ambayo Mungu anatamani tufanye zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni kuishi maisha matakatifu, umeishi maisha matakatifu kwa kiwango fulani kwa mwaka 2025, 2026 Mungu anataka zaidi. Haleluya. Mungu anataka tufike pointi ambayo hatusemi tumejitosheleza, lakini tuko tayari kwenda naye hata sasa. Ya kwamba hata parapanda ikilia, haleluya, hata parapanda ikilia leo, tuwe tayari kwenda naye. Uwe tayari kuondoka hata sasa. Kwa sababu kuondoka, kila mmoja ataondoka kivyake, hata kabla ile parapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mtu mmoja alisema
Akasema mimi nikiumwa, nikijua sasa karibia kabisa nakaribia kufa, ndio nitaanza kuomba toba. Nataka nikwambie, haujui bado utakufaje, si ndio? Mwingine si atalala tu afu kesho asiamke, si ndio? Mwingine ajali sasa hali hamna hata muda maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tayari kama ni eneo la maombi, umeomba mwaka 2025, mwaka 2026 Mungu anataka ufanye zaidi. Haleluya. Kama ni eneo la kujitoa kwa Bwana, kujitoa na kutoa, umetoa mwaka 2025, mwaka 2026 Mungu anataka ufanye zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo mengine yote, na kwenye uchumi pia. Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni shauku yako kwamba mwaka 2026 uwe ni mwaka wa kufanya zaidi. Na kwenye mipango yako sehemu nyingine tena, mwaka 2026 uwe ni mwaka wa kufanya zaidi. Haleluya. Amen. Na Bwana Yesu atatusaidia, sema amen. Amen. Na Bwana Yesu atatusaidia. Amina. Na Bwana Yesu atatusaidia. Amen. Kwa hiyo tamani kabisa kufanya zaidi. Mungu ni shauku yake kwamba wewe ufanye zaidi kwa mwaka 2026. Na wewe iwe ni shauku yako zaidi kwamba ufanye zaidi kwa mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani usiwe mwaka wa kukua. Unajua miaka itaongezeka tu hata kama umelala. Hata kama ufanye chochote tu miaka itaongezeka. Sasa mwaka 2026 usiwe mtu mwaka wa kukua, wa kuongezeka miaka. Uwe ni mwaka wa kufanya zaidi. Haleluya. Amen. Nikombe usimame sasa. Kwa hiyo leo nitaka nizungumze hayo. Nataka nizungumze hayo machache kwa ajili ya kuzindua hii agenda yetu.